Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Nina wasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu. Ninaamini mpo salama na neema ya Yesu bado inawazunguka kwa asilimia zote. Namshukuru Mungu kwa neema hii ambayo amenineemea kuwa mbele zenu jioni ama usiku wa leo, maana ni saa 3 sasa. Nataka niweze kuongea na watu wa Mungu. Nataka nikahubiri injili ya Yesu ambayo haipendwi sana na watu kwa 100%, na kwa asilimia kubwa inaitwa kwamba sio injili. Kwamba sio injili ni mengine ambayo hatumhubiri Yesu. Sasa na tamani nikamhubiri Yesu leo. Nikamhubiri Yesu leo. Nataka mnifuate kwa makini, kwa hali ya juu sana. Mtu wa Mungu, injili yoyote ambayo haigusi maisha ya watu, ambayo haiwasemi watu, hiyo sio injili kwa asilimia zote. Sababu injili ni kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya wanyama. Sasa inapofika mara kama eti sijui msiwahubiri watu, mhubiri Yesu, ni kana kwamba nashindwa kuelewa sana, ila kwamba msiingilie mambo ya watu, bali tu nye mhubirini Yesu. Lakini asilimia kubwa Yesu mwenyewe aliwahubiri watu. Kina Yohana waliwahubiri watu, waligusa maisha ya watu. Lakini Wafilipi 2:4 anasema kwamba kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Kwa hivyo niko hapa kwa ajili ya kuangalia si tu mambo yangu mimi binafsi, bali na ya wengine wote. Kwa mimi nagusia sehemu zote. Nagusia huko Tanzania, Nyarugusu, Marekani. Nagusia sehemu zote. Sasa bahati mbaya somo la leo hamtalipenda sana, maana ninawasema watu na ninyi mna hekima nyingi sana, kwa hivyo hampendi watu kusemwa. Sasa umalaya huu Nyarugusu na Marekani. Umalaya unaofanywa Nyarugusu, yani na watu wa taifa la Kibembe walioko Nyarugusu, lakini pia walioko Marekani. Watu wa Mungu, kila dhambi haifanyayo mwanadamu haimwachi salama. Hilo mlijue tu namna hiyo. Kila dhambi haifanyayo mwanadamu yeyote, dhambi hiyo haimwachi salama. Sasa kuna mambo nimeyafuatilia na nimeyaona siku hizi 2-3. Sema tu nilikuwa nimebanwa kidogo, na ndio maana nilikuwa sihubiri, nilikuwa nimebanwa kidogo sana. Lakini leo tumepata kibali kutoka kwa Bwana. Sasa kuna umalaya mwingi sana ambao unafanywa na watu wa Kibembe, yani taifa la Kibembe. Kwa asilimia kubwa taifa hili limemwacha Mungu waliokuwa wakimwabudu hapo kwanza, na kuiga mambo ambayo kwa asilimia kubwa yanakuwa kana kwamba yanawatoa kwa Mungu kwa asilimia zote. Basi sana, kwa asilimia zote. Leo kuna kitu ambacho kinaitwa singeli. Singeli kwa asilimia kubwa ni wimbo wa kimalaya. Kwa asilimia zote ni wimbo wa umalaya, na ndio maana singeli inapopigwa mahala popote pale, utaona kina mama wanavaa kanga hii moja tu, ndani hawavai chochote. Wanavaa kanga moja kwa juu, ndani hawavai chochote, huku wanakunywa pombe, wakitikisa makalio, wakipandiana mfano wa mbuzi. Utafikiri mbuzi fulani hivi wanapandiana. Kinachofanya wao hivyo
ni ile akili ya pombe, lakini pia akili ya wimbo ambao umepigwa mahali hapo. Basi sana. Kwa hivyo nafika mahala akina mama walioko Marekani lakini pia walioko Tanzania, Nyarugusu, wanavaa kanga moja bila chochote ndani. Nafika mahala wanacheza singeli, wanabinua makalio mbele ya watoto, mbele ya waume zao na wanawaona. Lakini kwa asilimia kubwa ambao wanaikalia singeli na vingine vyote ni single mother. Inafika mahala wanakata mauno, makalio kuwa wazi, mfano wa vimbuzi fulani hivi. Inafika mahala watoto wanawaona, watoto wanaangalia na kujifunza chochote kutoka kwao. Vijana wadogo wanapandia akina mama kwenye makalio, wanapandiana, utafikiri ving'ombe fulani ambavyo vina akili yoyote. Mbaya sana. Hasa kwa asilimia kubwa ni ujinga ambao unafanywa na wamama walioko Marekani wa taifa la Kilambala, lakini pia na wamama walioko Nyarugusu Kempu. Imekuwa ni sehemu ambayo kwa asilimia imekuwa ni jana mdogo kwa asilimia kubwa. Akina mama wanacheza ovyo, wanabinua makalio ovyo, wanakunywa pombe ovyo. Hapa nitawekea video moja ambayo mtakuwa mniangalia jinsi ambavyo wanavyocheza akina mama. Wanacheza ovyo, vijana wanawapandia akina mama kwenye makalio, wanacheza ujinga mwingi sana. Alafu tunahubiri injili ya pokea, utabarikiwa, tunakwenda mbinguni, na huku taifa linaangamia, linakufa. Nahubiri injili ya ovyo sana. Nahubiri injili ya ovyo sana kama mtumishi. Hubiri injili, mhubiri Yesu, acha kuhubiri watu pumbavu kabisa. Shetani acha kuhubiri watu pumbavu kabisa. Kwamba kila mmoja na ashughulike na mambo ya mwingine, hata kama sifanywi mimi, hata kama sio familia yangu, lakini naongea kama vile mtu wa Mungu. Mhubiri kazi yake ni kunyoosha mapito ambako kumepinda kunyoosha, hiyo ndio kazi ya mhubiri. Kwa hiyo mimi ninaongea lolote, sehemu yoyote, katika mazingira yoyote, iwe mazingira Marekani ama Nyarugusu Tanzania, popote nagusia, mahala popote nagusia. Basi sana. Ambao huko Marekani vyakamina vikuhusu, pumbavu kabisa, shetani kabisa. Mimi vyote vinanihusu. Akina baba, akina mama, mmekalea malaya usio na faida yoyote, mmekalea ujinga usio na faida yoyote. Single mothers, mmekalea malaya usio na faida yoyote. Basi sana. Upumbavu mwingi ambao taifa hili limekalia. Mmemwacha Mungu, mmeacha kumwabudu Mungu wenu, mmekalea shetani, mmekalea malaya. Mnapostiwa ovyo mitandaoni, watoto wanapostiwa ovyo mitandaoni, akina mama ovyo mitandaoni, wengine wanajichua miili yao. Maskini wa Mungu, taifa ambako tunaelekea kwa asilimia kubwa, huku siko huku, lazima tugeuke, lazima tuangalie njia iliyo njema ni ipi. Basi sana, lazima tuangalie njia iliyo njema, wakupitia ni wapi. Huku siko. Tumekwenda mbali, tumemwacha Mungu. Watu wa Mungu, wahudumu wa nani, wote wamekuwa ovyo sana. Watu sana wamekuwa ovyo sana. Sasa mimi naongea chochote, sehemu yoyote, katika mazingira yoyote, akina mama wanabinua makalio, utafikiri vimbuzi fulani, utafikiri vinacheza eti vile pumbavu kabisa. Ushetani mwingi sana ambao watu wanajua. Watu wa Mungu, dhambi siku zote haikuoneshi madhara wakati unaifanya. Unapokuwa unatamani dhambi, kwa asilimia kubwa haikuoneshi madhara, hapana. Lakini dhambi, madhara ama ningejua yanakuja baada ya kupata madhara. Akina mama mnifuate kwa makini sana. Methali 6:33. Methali 6:33, maandiko kwa wazi. Lolote mfanyalo leo, mimi naamini kuna jeraha ambayo mtalipata kwalo. Sasa Methali 6:33, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedha
yake, fedha yake haitafutika. Akina mama, baba unayezini ovyo ovyo na wake za watu na masingo madha, akina mama unayevaa kanga moja, unacheza singeli, unabinua makali na mnapandiana kama vile vimbuzi, mimi nakwambia utavunjiwa heshima, utapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala aibu yako haitafutika kamwe kwa asilimia zote. Pale kuna watu ambao wanaangalia, kuna vijana wadogo, watoto wadogo wanaangalia, na wengine tu wanaangalia. Hautakuja kupata heshima sehemu yoyote, katika mazingira yoyote hautopata heshima yoyote. Wazi sana. Kwa hivyo taifa ambako linaelekea kwa asilimia kubwa si pazuri. Mmekalia umalaya, ukahaba, umalaya. Hamna taibu eti. Na wazee, wa baba, akina mama hawana aibu yoyote, maskini wa Mungu. Nakwambia ambacho nakifanya leo matokeo ya kesho. Kwa kesho yako matokeo ya kesho ni kwa kile ambacho umekipanda leo. Kwa hiyo leo ukipanda mema utavuna mema kesho. Kwa hivyo akina mama wote ambao mpo Marekani, ambao mko Tanzania, sehemu yoyote, wabembe nyie, mmekuwa mashetani, mmekuwa vimawaya, mawaya kweli, yani kwa asilimia zote. Hauna adabu, hauna heshima, hauna hekima. Hayo mimi siyajui, mimi sina hekima yoyote. Mimi sina hekima yoyote. Mimi sina hekima yoyote. Mimi sijui hekima ni nini. Mimi tu najua tu kuongea. Lakini mambo ya hekima nimewaachia tu ninyi hao. Yeremia 15:10 pale. Ole wangu mama yangu, kwa kuwa umenizaa mtu wa kuteta na mtu wa kushindana na dunia yote. Lengo la kuzaliwa kwangu ni kwa ajili ya kushindana na ubaya wowote unaofanywa na wanadamu wowote, na mwanadamu yeyote, sehemu yoyote, katika mazingira yoyote, iwe ni kwa hekima, iwe sio kwa hekima. Lakini kwa umalaya huu, kwa mambo haya ambayo watoto wa kibembe wanajiposti ovyo mitandaoni, akina mama, vijana wadogo, vijana nyewe mmeandikiwa kwa mna nguvu kwamba mkumbukeni Muumba siku za ujana wenu, lakini mnikalia upumbavu, mnafungua akaunti za ujinga, za ushetani, za umalaya. Mmemwacha Mungu. Mkumbukeni Mungu maadamu anapatikana. Huu ndio wakati wa kumkumbuka Muumba na sio umalaya na ushetani ambao mmekalia vijana. Akina mama, tulia na nyumba yako, hata umalaya huo. Pumbavu kabisa. Hata umalaya, hata kwa nyumba ndogo. Kama ni single mother, jiheshimu. Uheshimu mwili wako basi. Sio unazini utafikiri kimbuzi, nani unazini ovyo ovyo, utafikiri mbwa, utafikiri kuku, utafikiri nguru, utafikiri ng'ombe eti. Yaani kila mlango unakuwa, yaani kila mlango upo. Pumbavu. Hebu jiheshimu kwanza wakati mwingine. Baba, jiheshimu wakati mwingine, sio kila sehemu na sio kila mwanamke kulala naye. Pumbavu kabisa. Methali 7:10. Najua naongea maneno magumu sana, lakini tabidi mzoe namna hii. Sina hekima mimi, sina hekima yoyote. So Methali kwenye Biblia hii, Methali 7 inaanza kwenye 10 pale. Tuangalie wanawake wajinga sana hawa. Matulii, nikalia umabaya, usina faida yoyote. Mnasema kujiheshimu, mnakalia ujinga. Methali 7:10. Punde kijana akakutana na huyo mwanamke, amevalia kama malaya na
ana mipango yake. Amevalia kama malaya, amevaa mavazi ya kimalaya, amevaa dira moja ambapo ndani hakuna chochote. Bwana asifiwe sana. Amevaa suruali kwa ajili ya kuwatega waume za wengine. Amevaa kimini ili sehemu za siri yake zijichore namna hii, ili mwanaume akimtazama aseme kweli nimepata mwanamke ameumbika, amejaliwa matiti makubwa, amejaliwa makalio makubwa. Nafika mara hata wengine wanakwenda kutafuta madawa ili makalio makubwa, mpumbavu kabisa, kwa lengo la zinaa, kwa lengo la ushetani, kwa lengo la upumbavu. Hakuna dhambi ambayo itakuwa salama. Kila dhambi inadai mauti taifa. Kwa asilimia zote tunakwenda pabaya. Hapana. Unavaa kimalaya ili tu mtege mume wa mtu, pumbavu kabisa. Kama wewe ni single mother, tulia nyumbani na ule watoto vizuri peke yako. Na sio unafungua mlango kwa mlango, huko unagonga. Hapana, tulia mama, tulia mama. Baba tulia, baba tulia. Na kama ni single father, tulia. Sio unapanda kama vile vimbuzi. Unavaa mavazi, unavaa sengle, unavaa tu kikwembe tu juu, bila chochote ndani, bila unavaa tu ili tu gani makalio, yani ukiona tembea makalio ndio anakuwa kama vile mlima, inakuwa upumbavu mwingi sana. Amevalia kama malaya, ana mipango yake. Amevaa kama malaya, lakini pia ana mipango yake ambayo ameyapanga kwa ajili ya vijana, kwa ajili 100%. Kuna kina wengine ambao wanatembea na vijana wadogo sana. Mfano mimi natembea na vijana wadogo sana, hadi hamna akili akina mama. Mmekalia singeli. Singeli ni umalaya, ni ushetani. Singeli ni ukichaa, ni umizimu, ni upumbavu. Mna watoto, mna vijana, mna waume, mna pombe, mmekalia ushetani, mmekalia zinaa, uasharati, vijana wadogo, akina mama. Alikuwa mwanamke wa kelele na mkaidi. Miguu yake haitulii nyumbani. Yaani miguu ya mtu mzinifu waga haitulii nyumbani kwake. Yaani yeye tu tafuta, yani tu utamkuta kule, utamkuta kwenye barabara kuu, utamkuta kwenye uwanja, kwa lengo anatafuta mwanaume kulala naye. Yaani ni kahaba ambaye anajihusisha kwamba nipo tayari kufanya chochote na mtu, mwanaume yoyote. Njooni wanaume, mpo wapi? Mbavu. Acheni umalaya, acheni ushetani, acheni zinaa. Mara barabarani, mara sokoni, katika kila kona ya njia hakosekani akivizia. Katika kila kona ya njia hakosekani anavizia. Yuko wapi kijana? Yuko wapi single mother? Yuko wapi single father? Na huko amevalia kikaaba, amevaa kikaaba. Akilini kuna mipango ya zinaa, kuna mipango ya ushetani. Akina mama, matokeo ya watoto wenu leo ni kwa sababu ya mbegu ambazo umezipanda. 10% alivyo mama ya mtu ndivyo alivyo na binti yake, kwa 10%. Sasa matokeo ya vijana ungekuwa hivi namna hivi leo, kujiposti mitandaoni ovyo, 10% ni matokeo ambayo wazazi wao waliyapanda. Mavuno ni ya sasa. Alimkumbatia kijana huyo na kumbusu, na kwa maneno yake matamu, akamwambia, ili nilazimu kutoa dhabihu zangu leo hii, nimekamilisha nadhiri yangu. Ndio maana nimetoka ili nikulaki. Nimekutafuta kwa hamu, yani kwa bidii, na nikakupata. Nimetandika kitanda changu vizuri
Yaani amejiandaa sana kwa zinaa. Amejiandaa sana kwa zinaa. Kwa shuka za rangi za kitani kutoka Misri, nimekitia manukato, manemane, udi na mdalasini. Njoo tulale pamoja mpaka asubuhi. Single mother, single father, umekalia zinaa. Njoo tujifurahishe kwa mahaba. Mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Yani mume wengine ndivyo alivyo. Mume akitoka tu anachukua kijana, njoo tulale, njoo nakupenda, sijui nakufanya nini, sijui nakufanya nini. Na ujinga kina mama. Jiheshimuni. Heshimu miili yenu kama mama. Heshimu miili kama vile baba. Shetani, zinaa ya nini? Azinie na mwanamke hana akili. Amechukua bunde la fedha, hata rejea nyumbani ya karibuni. Alimshawishi kwa maneno mengi ya kumbembeleza. Kijana akashawishika kwa maneno yake matamu. Hapo akamfuata huyo mwanamke moja kwa moja, kama ng'ombe aendaye machinjoni. Kama paa arukiae mtegoni. Hakutambua kwamba hiyo itamgharimu maisha yake. Itamgharimu maisha yake mpaka alipojikuta amekuwa kama amechomwa mshale moyoni. Amekuwa kama ndege aliyenaswa wavuni. Sipendi kuongea maandiko mengi, sipendi kusoma maandiko mengi sana. Ila vijana, akina mama, ambako mliko taifa hili ambako linaelekea si pazuri. Mtakiwa muangalie hii wapi njia iliyo njema. Hii kujipost hivi, unajiposti ovyo, unacheza singeli, wote ni umalaya. Mimi sina hekima, nasipendi kuongea sana leo, ila nitaongea sana kwa ajili haya mambo. Vijana ambao mmekalia kuposti ujinga mitandaoni, mabinti ambao mnachukua siku zenu hizi na kwanza kujirekodi na kujirekodi mpo uchi, mnajikusa simu za siri, mnajilisha wenyewe. Hakuna dhambi yote ambayo inamwacha mtu yote salama. Kwa hivyo, kaeni kwa makini sana watu wa Mungu. Ni kweli utafurahi, lakini dhambi haina rafiki na mtu yeyote. Shetani hana urafiki na mtu yeyote. Watu wa Mungu. Kwa hivyo, jaribuni kuangalia desturi ziko wapi. Desturi ya Mwafrika, ya Mkongomani sio hii ya masuruali, hii ya masingeli, hapana. Hii sio desturi, hii sio mila hii, hapana. Hii sio mila. Huku kujiposti sio mila ya Mwafrika. Tunaiga wa Marekani, watu wa Mungu. Hivi namna hii, hapana. Mimi nadhani tuangalie wazee wako wapi ambao watatufundisha mila. Yuko wapi wazee wale wa zamani wa kutufundisha mila? Wako hapo akina mama, wako wapi vijana walio hodari? Sipendi kuongea sana na uchungu kiasi cha kuumiza moyo. Nalia sana kwa ajili ya mambo yanayoendelea. Nalia sana. Ila kwa asilimia kubwa watu wa Mungu tunakoelekea si pazuri. So, mimi sipendi kuongea sana. Sema neema na amani ziwe nanyi. Mungu akupe neema ya kuelewa. Amen.